Bado tunaendelea kukufahamisha ni nini kinajiri ulimwenguni, lakini ni huko nchini Ufaransa ambapo Emmanuel Macron bado yupo katika mipango ya kuweza kuangusha utawala wa rais wa Urusi Vladimir Putin, na sasa ameahidi kwamba ataipatia Ukraine silaha za kutosha, ikiwa ni pamoja na ndege 100 za kivita na vifaa vingine zikiwemo ndege zisizokuwa na rubani ili kuimarisha Ukraine wakati ikipambana na wanajeshi wa Urusi. Rais huyo wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wametia saini juu ya makubaliano hayo, ambapo Ukraine itapata ndege 100 za kivita pamoja na silaha zingine kwa ajili ya mapambano kati yake na Urusi. Utiaji saini huo uliofanyika mnamo Jumatatu wa hati hiyo ambayo inalenga kuimarisha ushirikiano wa kiulinzi kati ya nchi hizo mbili ulifanyika katika uwanja wa ndege wa Villers-Coblay karibu na Paris. Uwasilishaji wa ndege za kivita za Rafale, kito cha taji cha anga ya kivita cha Ufaransa, unatarajiwa tu chini ya barua ya nia ya miaka 10, ingawa utengenezaji wa ndege hizo na viingilia ungeanza mwishoni mwa mwaka huu, Macron alisema. Barua ya nia pia inaweka mikataba kwa kizazi kipya cha mifumo ya ulinzi cha anga cha SAMP-T ambayo iko chini ya maendeleo na mifumo ya rada na drones. Pia inaweka mikataba kwa kizazi kipya cha mifumo ya ulinzi wa anga ya SAMP-T ambayo iko chini ya maendeleo ya mifumo ya rada pamoja na ndege zisizokuwa na rubani. Tangazo hilo limetolewa wakati Zelensky alipotembelea Paris. Limekuja huku kiongozi huyo wa Ukraine akihitaji uungwaji mkono baada ya kukwama wiki iliyopita kutokana na kashfa ya ufisadi katika taifa hilo. Vikosi vya Urusi vikivamia mji wa Pokrovsk huko Ukraine na kuendeleza mashambulizi ya anga ya Moscow. Kimsingi hali ilizidi kuwa mbaya zaidi, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akizungumza kama ilivyokuwa ada yake kila siku juu ya namna ambavyo Urusi inaiangamiza Ukraine. Na sasa rais Emmanuel Macron ameona njia pekee ni kutuma ndege za Rafale, miongoni mwa ndege hatari zinazotajwa miongoni mwa ndege hatari ulimwenguni. Macron alikiri kwamba kwa sasa huu ulikuwa ni wakati mgumu katika mzozo huo ambao ulichochewa na vita kamili vya Urusi dhidi ya Ukraine tangu mwaka 2022. Urusi pekee ndio inafanya uchaguzi wa kuendeleza vita hivi na kuvizidisha, aliwaambia waandishi wa habari akiwa pamoja na Zelensky, akishutumu Urusi kuwa na uraibu wa vita. Lakini kiongozi huyo wa Ufaransa alisema anatumai amani itapatikana kabla ya mwaka 2027 wakati mamlaka yake itakapotamatika, akiongeza kuwa kuna haja ya kuwa na kuzaliwa upya kwa jeshi la Ukraine ili kuwa na uwezo wa kuzuia uvamizi wowote mpya wa Urusi. Zelensky aliwasili Ufaransa kufuatia ziara ya mji mkuu wa Ugiriki Athens, ambapo makampuni ya gesi ya nchi hizo mbili yalitia saini barua ya nia ya usambazaji wa gesi ya kimiminika LNG kutoka Marekani hadi Ukraine katika kipindi cha majira ya baridi kijacho. Ziara hiyo ya Zelensky nchini Ufaransa ilikuwa ya 9 tangu kuanza kwa vita vya Urusi na Ukraine, na inakuja kabla ya kile ambacho wachambuzi wanatabiri kitakuwa ni baridi kali kwa Kiev, huku Moscow ikishinikiza kwenye uwanja wa vita. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.